Center. Yes. My name is Muhammad Joseph. Ndugu zangu, tunaomba kusubscribe, basi like, comment, share live kwenye video yangu hii. Leo tu nitaingia live, natakiwa muingie watu kama 10,000 tufanye video, tufanye 2, 3, 4. Najua tu wengi mtaniuliza mambo ya ng'ombe, madawa ya ng'ombe ya kienyeji, madawa ya kuku ya kienyeji, dawa za mbuzi. Yes, mimi najuaga dawa. Kuna dawa nyingi tu nazijua ambao ni za kienyeji, lakini uzuri wangu tu wakati unaweza kaniuliza tu wakati hatupo pamoja, siwezi kukuambia. Kwa sababu gani? Ina maana wewe utakuwa unanichora. Lakini kama ukinibahatisha wakati ambao ndo kipindi watu wengi wameweza kupata shida. Lakini unajua wakati unajua kama dawa unasaidia wakati mtu ako na shida. Sio kwamba mtu anakuja na kuenjoy wakati haumi kitu yoyote. Unakuta mtu anakuambia siji nauma ugonjwa huu, nipe dawa. Yes, ndugu zangu, tunatakiwa kwanza unafanya chenye kinatakiwa, ndio mtu unampea dawa hiyo. Ndugu zangu, mimi kweli, kusema ukweli, mimi napenda kufanya mambo ya kutengeneza dawa. Wakati niko nyumbani Burundi, mimi natengeneza dawa nyingi. Kwa sababu mimi uko wangu ni wa Kikongomani. Yes, sisi ni Wakongomani, tumekuja tu tukanunua uhuru pale Burundi, kwa sababu kutokana Kongo sana sana inakuaga na vita mingi. Kongo kama sasa hivi iko na vita na bado vita yao haijaisha. Sasa ndio maana tukasema kwa sababu kuna vita huku, inatakiwa tufanye uhuru, tununue uhuru wa hapo ambao sehemu ambao hakuna vita. Tulifaidika vizuri, rais wa Burundi alitupokea sana. Akatupokea hapo, wengi tulipewa maploti tukajengewa. Lakini kama mimi, kwa sababu hiyo kipindi nilikuwa mtoto mdogo sana, sikupata faida hiyo ya kujengewa. Lakini nitajijengea. Wanasemaga kijana mkubwa ambao ni wa kiume unajiweza, hautegemee tu pesa bure, natakiwa utegemee kujihudumia. Lakini kuna muda tu pesa bure inakusaidia. Yes, of course, kuna muda inakusaidia. Kama sasa hivi mtu akusaidie, kama sasa hivi mimi kweli niko na shida kubwa sana. Sasa hivi mimi niko mjengo, najenga nyumba yangu, nimepata sponsor ambao nilimtengenezea dawa ya malaria. Kuna dawa ya malaria nilimtajia, mwenyewe ni daktari wa tiba za asili. Nilimtengenezea dawa ya kienyeji, nikamwambia hii dawa inatibu ugonjwa 17. Sasa hii dawa inatakiwa itumie vizuri hivyo na hivyo, sheria yake. Nikampea. Sasa bahati nzuri wakati nimempea dawa imemsaidia vizuri sana. Mtu wa Nairobi nimemsaidia, akaninunulia mabati, akaitengenezea msingi, akasema pesa yake imeishia hapo. Nategemea sasa mtu mwingine aje jitokeze. Kwa linki yangu pale juu kuna namba yangu ya simu. Wakati wewe unataka dawa yoyote, tuko na changamoto, unaweza ukabonyeza ile namba, ni ya WhatsApp. Unapigia WhatsApp, tunaongea vizuri sana. Ndugu zangu, msicomment, msiandikie message, kwa sababu message mimi sijui kusoma. Unaweza ukatengeneza unaona wakati umeweka namba yangu WhatsApp, wewe fanya kutuma, tunaweza ukanipigia simu au ukanitumia nanili yako majina, alafu niwaambie mtu anisomee. Lakini mimi hata ukikataa kunisomea, mimi nitajua kwamba huyu mtu anahitaji kitu gani. Niwatengenezee kila kitu, tufanye mambo ambayo mnayataka, tumalizane. Mimi wengi nitawatibu vizuri sana. Wewe hata sitaki hela, mimi nitakwambia dawa. Wakati dawa itakusaidia wewe, mwishoni utanikumbuka. Ndugu zangu, mimi sitaki hela kwenye dawa ambao mimi nitakutajia. Sitaki hela. Wanasemaga hivi, saidia mtu wakati anaona amesaidika, atakukumbuka vizuri tu. Mimi sasa nasaidia mtu, nikimsaidia vizuri dawa yangu nitamwambia. Wakati nimekwambia utaenda ujaribu, tengeneze vizuri, ukikunywa halafu uone kwamba umepona, wewe mwenyewe utasema kwamba huyu mtu kweli amenisaidia, ngoja nimpe zawadi. Wewe ukinipea zawadi kwangu nitaipokea, lakini si kwamba eti nikuitishe hela nikwambie dawa fulani ina kiwango cha shilingi sijui 5,000, 10,000, 20,000. Hapana, mimi sitapenda hiyo. Mimi kwa bahati nzuri mtu nikimwambia dawa, najua sitadanganya. Dawa za kudhibiti ugonjwa, dawa za kufungua nyota yako. Kuna wengine unakuta wamechukuliwa nyota na wachawi. Kuna wengine unakuta wakienda kwao. Kuna mtu unakuta anatengeneza kibanda cha kuuza
akuuza dukani kama vitu vile vya dukani, vitu vingi vingi, lakini akiuza pesa hazionekani. Nakuta mtu anafilisika, wateja hawakuji, lakini bahati nzuri mimi nawakubali. Huyo kwangu ni rahisi. Dawa nakwambia vizuri, unaijaribu. Wakati umeiweka dawa yangu, nimekwambia ukiweka tu vizuri tu, nakwambia kwa siku 3 tu unanipea majibu. Ndugu zangu, nimeishia hapo. Video yangu ile ni ndefu, lakini natakiwa muifuatilie vizuri sana. Ukifuatilia wewe utanipea majibu. Asante. Fuatilia video yangu mwanzo mwisho, halafu ucomment, subscribers, like na ucomment. Hello my people, my name is Mohamed Joseph. Ndugu zangu, yani nimekuja kuwasimulia story kuhusu maisha yangu, jenye ameanza, jenye imekuwa kwaje hadi nikafika huku Kenya. Ndugu zangu, cha kwanza tunaomba kusubscribers na kulike na kucomment na kushare video kwenye video hii ambao naenda kuposti leo jioni. Ndugu zangu, cha kwanza mimi naitwa Mohamed Joseph, natokea maeneo ya Burundi. Kama unajua Burundi si kubwa sana, lakini mtu akikwambia izunguke kwa mara moja huwezi izunguka na uimalize. Huwezi izunguka uimalize. Lazima kuna mahali utafika utapumzika, kwa sababu hakuna nchi ndogo ambayo mtu anaweza zunguka na miguu na imalize. Mimi natoka kwenye mtaa wa Rusarasi. Sasa ndugu zangu, mnajua maisha yangu, mara ya kwanza niliishi sehemu nataka Ngozi. Ndio niliishi tu hapo. Nilizaliwa tu hapo, nikaishi, nikaenda kusoma shule ya kwanza kabisa, darasa la kwanza. Nilisoma unajua venye vijana sasa hivi tulivyo, vijana wa sasa hivi wanayokuwa. Si kila mtu ambao akona mafanikio ya kujua kila lugha au kujua shuleni Kiingereza, Kiswahili. Hapana. Kusema kweli mimi nilijaribu. Nilisoma. Sasa mimi nilikuwa mtukutu sana. Yaani walikuwa wanatuma tu kuleta na nini, makaratasi ya kuandikia mahindi. Unakuta mimi nimebeba karatasi la ndani. Nimebeba lote mzima nimepeleka shule. Wanipea tu hata maksi 5 kwa hiyo siku. Wakisema tafuta kuni, unatafuta kuni, yani hata zinaweza kuvunja shingo, naweka hapo. Yaani unajikuta wakati wa kusomea, wa kwenda kuangalia, unakuta nimefika kama wa 25. Nimevuka darasa, nikasoma madarasa 3. Lakini kitu ambacho sijafanikiwa, sikufanikiwa kusoma. Kusoma sijui. Mimi sijui kusoma vizuri hata kidogo, sijui. Lakini tu nilifanikiwa, Mungu alinijalia akanipa uwezo wa kujua wa kukariri. Maana mimi nikienda sehemu yoyote tu ambao mtu kama anaongea Kiingereza, kama anaongea Kiswahili, yani hiyo sehemu nikishaingia tu, mimi na uwezo wa kukariri hapo na kariri lugha hiyo, unakuta imeingia kwa kichwa yangu. Hiyo sasa ndo Mungu alinijalia vizuri sana. Alinisaidia. Nikasema sasa, kwa sababu niko hivyo, ngoja nianze kutafuta na nini. Nikasema ngoja nianze kutafuta maisha yangu. Sasa kama nimeshindwa kusoma, nikashindwa, ngoja nianze kutafuta pesa. Nikaingia Tanzania. Hapo wakati naingia Tanzania nilikuwa na miaka 12. Niliingia Tanzania, nilivyoingia Tanzania nililetwa na mtu fulani tu. Akanileta tu Tanzania kufanya kazi ya jembe. My people, kufanya kazi ya jembe ilinishinda sana. Nilienda kulima ikanishinda. Jiulize, niko na miaka 12 lakini nilishindwa kulima. Wakati nilishindwa kulima nikasema sasa, kwa sababu nimeshindwa kulima, nitafanya kazi gani? Lakini Mungu ni mwema tu, nikajiuliza kwa akili yangu nikasema
siwezi rudi nyumbani Burundi wakati nimeshaingia Tanzania. Nikaingia kuchunga ng'ombe. Cha kwanza nilianza kuchunga ng'ombe 12. Sasa unajua maeneo ya Tanzania iko na sehemu ambao iko na miteremko, alafu kuna sehemu ng'ombe zinachunga vizuri sana. Unaweza chunga tu hata miaka na miaka na hujalisha sehemu za mashamba za watu. Sema hapa kwa sababu nimepata sehemu ambao naweza kuja na chunga. Ngoja nichunge tu hata mwezi mmoja. Ni bahati nzuri sasa, unajua ukiwa bado hujaanza kutembea, unaanza kuja na unaota nyumbani, umeenda, umerudi. Sasa nikasema hapa, ngoja nifanye mchakato wa kufanya miezi 2 au 3. Lakini pesa ni nzuri tu, nifanya kazi. Kwa bahati mbaya sasa nikafanya miezi 9, nikaenda nyumbani. Sasa mwenye alinileta alikuwa mkora sana. Mwenye alinileta alikuwa mkora. Yaani venye nilifanya hiyo miezi 9, wakanipea 60,000 wakati sasa nasema kwamba hii labda nikienda nyumbani nitanunua kambuzi, ninunue kondoo au ninunue kitu gani kanaweza sababisha na mimi nipate maisha. Bahati nzuri tu huyo mtu alinisababishia madhara makubwa sana. Sikupata kitu yoyote. Lakini nilinunua betri ya sola, nikanunua simu, memory na nguo. Wakati wa kwenda nyumbani nilienda siku ya sherehe ya Christmas. Lakini nilifika tu hapo nyumbani nilikosa kitu cha kufanya. Kwa sababu hata nyumbani waliniuliza, kwani umeenda kufanya kazi, pesa iko wapi? Akaniambia hapo tu nimekuja na huyu jamaa akaanza kunielekeza vitu vya kununua, nikakuta nimenunua vitu ambao havieleweki. Bana tu akanielewa, akasema kwa sababu ni maisha tu ya mara ya kwanza kutembea. Labda hapo tu kuna kipindi utarudi tena utapata. Mara ya pili nilienda na mwingine. Nilienda na mtu tena. Wakati nilienda nikafanya tena kazi ya ng'ombe. Nikachunga kwa 20,000. 20,000 ndio nilianzia. Nikapiga tu miezi 11. Nikaenda nyumbani nikanunua mbuzi. Bahati mbaya sasa ilitumika vibaya, nikanunua kula dodoki. Kajikuta tu hiyo mbuzi imekufa. Nikakosa tu yenye nitaanza kununua tena kingine. Nikakaa nyumbani. Nikasema hapa sasa ngoja nitajitafuta tena, nikaingia Tanzania, nikaingia kwa sukuma, nikamaliza mwaka, nikakuja tena na hela. Hiyo hela na nyika haribika hivyo. Nikaingia Kenya nikanunua shamba. Dogo, vipi? Ndio mnaenda ranch? Mbona mmeenda mapema? Kumbe saa 7 inakaribia. Kumbe saa 7. Maraba. Sio jokes, wakati nimeingia huku Kenya nimefanya kazi nyingi, nimefanya kazi ya kuchunga ng'ombe. Wakati nimechunga ng'ombe tu nimemaliza tu miaka 2 na miezi 9. Lakini yenyewe nimefanikiwa tu, nimenunua shamba hapo. Wakati nimenunua hiyo shamba nyumbani, hiyo ndo nategemea sasa hivi nataka nijenge vizuri, nikarudi naona
nachunga tu ng'ombe, nachunga ng'ombe tena. Hizi ng'ombe ndo inatakiwa nijichunge vyenye ninachungaga. Mimi nijichunga vyenye inatakiwa, ng'ombe zitaanza kuwa na mwili mzuri sana. Na hata saa hii ng'ombe iko sawa, iko smart sana, kuna mwili mzuri, mwili ambao hii ng'ombe ni za grade. Lakini unajua kawaida ya ng'ombe ya grade sana, ng'ombe za grade hazipendagi kuchunga. Lakini kutokana na vyenye mimi nilivyo, ng'ombe ya grade tu unaifanya ng'ombe inachunga na haitumii rushaga wala kitu kingine au unga. Inatumia nyasi ambao umejitafutia mwenyewe, na ng'ombe ndio inakuwa iko na mwili sawa, kwa sababu inapata vitamini tofauti tofauti. Maana wakati nakula nyasi haishambui. Ina maana kama nikupata maziwa, kuna nyasi ambazo zinaleta maziwa, kuna zingine ambao hazileti maziwa, nakuta kuna nyasi tofauti tofauti. Lakini ng'ombe ikikula vizuri, hiyo ng'ombe itakujistawi, ipate mwili mzuri sana. Na hii ng'ombe ndume sana, hii ng'ombe kubwa sana ya grade, mbegu nzuri, ambao hata hii jamaliza hata miaka mitatu. Hii jamaliza hata miaka mitatu. Hii na iko na miaka 2 na miezi 9, na unaona mwili wake uko sawa, iko very good kabisa, iko fit. Sasa ng'ombe kama hizi sasa ndo mimi nilichunga ng'ombe kawaida tu, ng'ombe zinakuwa na mwili mzuri. Hoi, ndio nataka tu subscribers na like na comment video hii. Leo nataka nitengeneze video ya saa nzima, tutakuja tunaongea tu, mnaona naelekeza mazingira ya ng'ombe, ni mazingira na kwa hai. Ndugu yangu, unajua sisi wote ni binadamu, lakini binadamu tumeumbwa tofauti tofauti, tuko tofauti tofauti, hata roho zetu zote hazifanani. Unakuta kuna mtu ako na roho nzuri, mwingine ako na roho mbaya, mwingine ako na roho nzuri, kesho yake roho mbaya. Mwingine unakuta asubuhi anakuaga vizuri, wakati akifika usiku anakuaga mbaya. Na kuna mwingine unakuta ako na siku zake, yani anakuaga kama asubuhi au amemaliza kama siku 3, anakuongelesha vizuri sana, hata kazi ukiifanya mwenyewe anakupa max. Lakini kuna mwingine unakuta kwa hiyo wiki mzima unakuta ako na siku 2 za kuongelesha vizuri, na ako na siku 1 ambao hawezi kuongelesha vizuri. Yani kuna mtu ambao unakuta, yani kuna siku yake tu, hata hiyo siku akiamka kichwa kikiwa kimechanganyikiwa, anaamka tu na kukufukuza kazi, na wakati wewe unaona umefanya kitu cha maana, kitu kizuri sana. Ndio maana nawaambia, kwa hii dunia watu hadufanani, lakini na watu hata hadupendi kila kazi ambao mtu anaitaka. Hey ndugu zangu, ndio maana nawaambia watu wa Burundi sana sana tunawapea onyo ya kuja huku Kenya. Cha kwanza inatakiwa ufanye utafute passport. Passport cha kwanza si pesa nyingi sana ambao kitu kinaweza sababisha mtu ambao anaweza kuja fungwe wala afanye nini. Hapana. Passport unaweza itafuta, kwa sababu passport nadhani ukitafuta kwenye pesa ya Burundi inaweza ingia kwa elfu kwa milioni 1 au 900, hivyo unapata passport. Na ndo unaenda vizuri nyumbani, unatengeneza mazingira yako, unaenda kwa usafiri bila shida yoyote. Nimemaliza siku tu natengeneza video. Hizo video sasa zilikuwa hazijakuwa video nzuri sana, lakini kwa leo nataka nijitahidi sana. Nijitahidi sana nitengeneze video iko na kila kitu. Jasho huku wakati wa kipindi cha mvua ikienda tu ni jasho kubwa sana, na maana unatoa tu, yani unatoa shati, t-shirt, kila kitu, unabaki tu kifua. Hai ndugu zangu, najua wengi tu hawapendi kuwatch video mtu akiwa
hajavaa sweta. Lakini mimi nimevaa. Yes, naona. Mimi niko vizuri bwana. Msidhani kwamba nipiga video nikiwa niko uchi, hapana. Yaani ni hali tu ya kusikia joto, nikasema hapa ngoja nipunguze nguo. Nibaki nione kwamba jua linaweza nichoma kidogo, ndugu zangu. Hey, natakiwa do subscribers na to like na do comment. Yes, my name is Mohamed Joseph. Hola, mimi natoka Burundi, nimekuja kufanya kazi. Na maana nitatakiwa yani niweke nguvu zote, nifanye kazi ya ng'ombe, nipige video. Yes, lakini ninafanya kazi kwa Marwa of Radio Ndari. Ndio namfanyia kazi pale YouTube. Namchungia ng'ombe zake. Yes, tunaona ng'ombe zake ndio hizo. Hizo ndio ng'ombe ambao namchungia. Hizi ng'ombe nazichunga kwa nguvu sana. Maana wakati yeye nilimwomba kazi, ina maana hakukataa kwa sababu anajua mimi vyenye nilivyo. Mimi kwa maisha yangu, mimi mtu akinikabidhi mifugo yake kama ni ng'ombe, mimi najua vyenye hiyo kitu. Yaani hakuna siku mimi mtu aliwahi nipea kazi kama ya kuchunga, ukute mtu nimempea ng'ombe yake imekonda, nimpe ng'ombe yake sijui inalisha, sijui ng'ombe yake haijanenepa. No stop. Hiyo kitu ndio kitu ambao siwezi fanya. Mimi mtu namchungiaga ng'ombe, mwenyewe analizika kabisa, anasema kwamba hii ng'ombe kabisa umeihangaikia, umeipigia kila kitu. Na ng'ombe wakati mimi nimeichunga, kama mtu ukinikabidhi ng'ombe, inabidi ng'ombe, unajua ng'ombe wakati unazichunga, ng'ombe hazishiani. Ng'ombe huwezi sema huyu leo anachunga, kesho huyu anachunga, huyu hapana. Ina maana unazichanganya. Unajua hata ng'ombe kuna vyenye wakati unaichunga, kuna wengine unakuta ni Wakuria, wengine ni Wakisi, wengine ni Watanzania. Sasa ng'ombe kiji nasikia kila kabila, wewe sijui ukisikia Kikuria unaongea Kikuria kwa ng'ombe, mwingine anakuja tena anaongea Kiswahili, mwingine tena sijui, ina maana unaichanganya. Ng'ombe unakuwa unaichanganya. Inashindwa na kushika hiyo sauti ya huyo mtu. Na maana kama mimi naongeaga Kiswahili na ng'ombe, bahati nzuri unajua ng'ombe sana tu Afrika ni sehemu nyingi sana wengi wanaongea Kiswahili. Wanaongea Kiswahili kwa sababu unajua Kiswahili hakuna sehemu ambayo unaweza enda Kiswahili ukikose. Yes, hata chini unaweza enda, lakini bahati nzuri huwezi kosa mtu ambao ni Mtanzania au ni wa Burundi, ni wa Mkongomani ambao mwenyewe anajua Kiswahili. Ndio maana ndugu zangu nawaambia, wewe ukiwa na ng'ombe vizuri, ng'ombe unaweza kailisha vizuri, kashiba, ukafanya kila kitu. Ng'ombe inastawi, inakuwa na mwili. Yaani wanasemaga cha kwanza mtu anaochunga ng'ombe anakuwa na matatu. Kitu ni vitatu. Mimi mtu akinipea kazi ya ng'ombe, sio kwamba eti umenipea kazi ya ng'ombe kwamba nitakaa kwa ng'ombe tu, hapana. Lakini ng'ombe mimi nimejichunga miaka mingi sana. Ng'ombe ziko na kauli yake moja. Ng'ombe wakati ambao ni watorora, wakati ambao watu wamevuna mahindi kama hivi, ng'ombe asubuhi mapema wakati jua halijawaka, inatakiwa ng'ombe iende kwa hiyo torora, kwa sababu itakutana na ile magaraganja. Ameshakuwa maraini, amekuwa maraini, ndio ng'ombe inakula vizuri. Lakini wakati ikikuja saa 2, saa 3, saa 4, na maana jua limeshachomoza na magaraganja ameanza kukauka. Akikauka wakati ng'ombe inayakula, kuna ng'ombe ambao hijazoea itapata madhara. Itapata madhara gani ujue? Itapata madhara ya kwenye ulimi. Ulimi utakuja na ng'atwa, unakuja na katwa na hao magaraganja, kwa sababu magaraganja atakuwa kama wembe, atakuwa makali, anakuwa kama unga. Ina maana ng'ombe kiitafuna tu linavunjika. Na likivunjika kuna yenye linavunjika vibaya, unakuta limekata ulimi. Ng'ombe ndo pale ng'ombe tunaita kwamba imeumwa vidonda vya tumbo. Yes, vidonda vya tumbo vinatokana na ng'ombe kukula kitu ambao ni kikavu sana kupitiliza. Ndio maana tunawasema kwamba ng'ombe inatakiwa na yenyewe inachanganya chakula, inakula chakula kibichi, inakula na chenye kimekauka, au kama ni magaraganja unaweza kaiamsha, unaiweka asubuhi na kula. Si kwamba eti unaweza kataa kuichunga pana. Unaichunga tu kama kawaida tu, naileta inakula magaraganja ambao ni makavu. Ikikula makavu inakula tena na nyasi kidogo inachanganya, maana ng'ombe inajichagulia. Ndio ng'ombe inakuwa na inastawi vizuri sana.
Hey ndugu zangu, tunaomba kusubscribe na kulike na kucomment kwenye share kwenye video. Ni Mohamed Joseph. Dogo janja. Poa poa. Niko tu hapa nafanya video. Unaisikia? Mimi nafanyaga video lakini mimi si kama wengine. Unakuta wengine watu wako tofauti. Kuna mwingine unamkuta wakati anafanya video yeye anapiga Kiingereza. Lakini mimi channel yangu hii ni ya Kiswahili. Siku nyingine nitakuja nijifanye nikuwe famous kwenye video. Video unakuta nitengenezee karatasi yake au niagize nguo Nairobi, nguo waweke jina na ni kazi gani mtu anaweza fanya. Unajua kama ng'ombe kama sasa hivi niliweka video zangu mtandaoni ili watu wanitambue ni kazi gani ambao mimi nazifanya. Mimi ni kazi tu za kuchunga, sitaki kazi zingine. Kazi ambao mimi naziweza ndo nafanya nazo, maana si mtu ambao naweza jifanya tu kwamba sijui. Hapana. Ng'ombe unafanya kazi ambao unawezana nayo. Sio kila kazi ambao wewe unaiona unaitamani, hapana. Naweza ukafanya kazi ambao ni nzuri sana kuliko kazi nyingine. Kwa sababu kama kazi ya kuchunga ni kazi rahisi tu. Simple sana. Simple. Ndio maana unakuta muda mwingine mimi naitumia vizuri. Yes. Tumia vizuri tu. Mimi naitumia vizuri kwa sababu gani? Mimi wakati nilikuja tu kutafuta maisha yangu yenye naweza tengeneza, nilifanya kwamba hapa tu kazi ambao naweza fanya vizuri tu, watu ambao watakuja wanaiangalia ni kazi ya kuchunga. Kwa sababu wengi wao tu wanapenda mifugo. Yes, wengi wao wanapendaga mifugo. Wanafuga mbuzi, wanafuga kondoo, yani wanyama wengi sana, lakini kuna wengi unakuta wanafuga kitu lakini hawakiwezani. Lakini mimi kwa maisha yangu sasa hivi inatakiwa ni mimi niaminike, watu wajue mimi nikifanya kazi kwa mtu, wengi wao wanaenda wananiona kazi zangu zenye zinaenda, wananiajiri kwao tena. Unakuta ameniajiri. Kiniajiri sasa mimi sitakataa, nakuja vizuri tu. Mimi kitu ambao tuko tofauti na wengine, mimi ni hela. Mimi ukinipea hela kwangu tu, iwe ndogo iwe kubwa, nitakubali. Lakini wewe ukiona kazi ninayokufanyia kwamba ikoje, wewe mwenyewe tutasema huyu mtu labda mtu anaweza muongeza mshahara. Yes, unaweza sema huyu mtu labda unaweza muongeza mshahara kwa sababu gani? Kwa sababu mtu atakuwa amefanya kazi nzuri. Sasa kama mimi nafanya kazi ya kuchunga, kama sasa hivi nilikuwa nachungia chachuti, nikamfanyia kazi ya kuchunga ng'ombe. Wakati nimefanyia kazi ya kuchunga ng'ombe, yes, nilipata shida kidogo tu nyumbani. Kuna shida ilitokea, bibi yangu alifariki. Nikasema sasa kwa sababu amefariki, ngoja niende kwa mazishi. Nikaenda, wakati nimemaliza nikasema ngoja ninunue shamba kwa hii pesa niliyopata Kenya. Nikanunua shamba kadogo ka plot, nikasema labda nitakuja nikajengee. Pesa kaniishia, nikasema sasa kwa sababu pesa imeniishia, ngoja nifanye mchakato wa kuingia tena Kenya. Nikafanya mchakato wa kuingia Kenya. Wakati nimeingia kwa Fred Ondari Marwa, nikamfanyia kazi. Hadi sasa hivi namfanyia kazi. Sasa hivi nimenunua mabati 5. Lakini sasa hivi kwangu nikaona nguvu zimeisha sana. Nguvu zimeisha za kutafuta hiyo hela tena kununua mabati. Nikasema kwa sababu nimeona kwamba bado kazi ipo, ngoja nijikaze. Bahati nzuri sasa hivi nilipata sponsor mara ya kwanza. Wakati nimempata sponsor sasa hakuwa anataka yeye kunisaidia mambo ya kujenga. Mwenyewe alitaka kunijulia hali, tuje tunaongea vizuri. Nikasema huyu ngoja tu tuongee tu, kwa sababu unaweza kuta mwenyewe kuna uzinduzi wa ng'ombe, anaweza niuliza mambo ya ng'ombe naifugaje, hii ng'ombe ipate mwili, mambo naweza fanyaje ili ng'ombe hii kama ni kali ikae vizuri bila kugonga watu. Yes, nikasema hapa hakuna shida. Lakini bahati nzuri mimi sijui kuandika Kiingereza, kwa sababu yeye anaongeaga Kiingereza. Nikasema labda hapa nitatafuta mtu aje ananisaidia kuandika. Nikampata mtu, tukamwongea naye vizuri sana, nikamuomba tu kunisaidia, anisaidia tu, hata anisapoti tu, aninunue hata mabati 5.
Bahati nzuri aliniambia atanisaidia, lakini bado hajanijibu. Nikasema labda nikija kufanya video, nikijifungulia channel mimi mwenyewe nje nafanya video, ni watu wengi wataniunga mkono, maana najua ni wengi tu ambao wanapendaga mambo ya mifugo, ni wengi tu, ni wengi. Nikasema sasa hakuna shida. Kama sasa hivi bado unajua mimi nikienda kuchunga, kama nimetoka asubuhi, kawaida yangu lunch mimi naikutaga saa 9 saa 10 ndio nakuja tu kukula lunch. Wakati nimekuja kukula lunch ndio nazitoa tena, nikizitoa muda wa saa 8 saa 10 zinarudi saa 11 ndani nazifungia. Ina maana ng'ombe inapumzika hayo masaa ya usiku, lakini wakati imeamka bado chakula kinakuwa tumboni. Kwa sababu ng'ombe ndio inanenepa vizuri, kwa sababu si kwamba unaweza enda kuchunge ifike muda wa saa 6 unazileta nyumbani moja kwa moja na hauna kitu kingine unaweza kula. Ina maana hapo ng'ombe haitapata mwili wa kunenepa. Ndio maana na washauri wengi tu ambao wanachunga ng'ombe, ni marufuku, si vitu vizuri ambao ng'ombe unaweza ifunga. Eti ng'ombe umeona sehemu kuna nyasi kama hapa, kama ng'ombe unakuta nyasi kama hivi, unakuta ng'ombe yetu nakuja kuifunga eti ndio itakuja kunenepa au ishibe. Ng'ombe inaweza ikashiba nyasi ambao sehemu umeifunga, lakini hiyo nyasi haina vitamini kutokana na kukosa sehemu ambayo inaweza tembea. Unajua ng'ombe inaweza ikachunga sehemu ambayo umevuna mahindi, wakati imeokota ile magaraganje changanya na mahindi changanya na nyasi, ina maana kuna vitamini kubwa sana inaingia kwa mwili wa ng'ombe. Kuna vitamini kubwa inaingia kwenye mwili wa ng'ombe. Ndio maana ng'ombe inastawi, inanenepa mapema. Lakini wakati unachunga ng'ombe, kitu naweza kukuambia, wakati unachunga ng'ombe kwenye siku ya matorora, unajua wakati ambao hakuna matorora, hauwezi fanya na nguvu, hauwezi chunga ng'ombe inenepe vyenye inatakiwa. Lakini kitu naweza shauri watu, unaona wasiku wa matorora ndo ng'ombe inanenepa, inapata mwili. Yes, unasikia? Sasa wakati imenenepa, wakati nyasi sasa zinaanza kupungua, wakati nyasi zinaanza kupungua magaraganja, unachukua magaraganja unaweka sehemu, alafu sasa hapo na wewe unaweka nguvu zako zote, unaanza sasa kuichunga chenye inatakiwa. Kwa sababu ng'ombe wakati imenenepa alafu anza kuipea nyasi vizuri, unaenda unaichunga sehemu kuna nyasi, unaenda unaichunga sehemu ambayo yani itajipata. Ng'ombe haitakonda kwa sababu yenyewe yani wakati ng'ombe inaanza kunenepa tumbo yake inakuwaga ndogo, inaenda inapungua pole pole. Lakini wakati hijashiba, kila siku inakuja hijashiba, tumbo inazidi kupanuka kwa kukosa chakula. Ndio maana nawaambia wewe ng'ombe wakati wa matorora pale ndio unaanza kuwa na nguvu ya kuchunga. Sio kwamba unaenda ukachunga. Kuna mwingine unakuta umemwajiri kazi, mwenye akienda kuchunga tu, wewe unaona tu anaweka kamba tu kwa kichwa. Akiweka kamba kwa kichwa, akifika kuchunga huko, ng'ombe anaenda naifunga sehemu kwa miti, mwenyewe anapiga misera na achana na ng'ombe hapo. Unakuta ng'ombe inataka maji. Maana ng'ombe unaona kama ukichunga magaraganja kama haya hapa. Wakati ukichunga magaraganja kama haya, ng'ombe inakunywa maji mara 4. Maana asubuhi muda wa saa 3 ng'ombe inakunywa maji. Ikifika saa 6 ng'ombe inakunywa maji. Saa 8:30 inaenda inakunywa maji. Inakunywa maji saa 9 inakunywa maji, na saa 10 wakati inaingia ndani na lala inakunywa maji. Ina maana ile chakula ambayo imekula kibichi inakichanganya vizuri, vitamini, kila kitu chote inachanganya vizuri. Unakuta ng'ombe sasa ndio inanenepa vizuri kwa sababu haina hamu. Ikitaka hamu ya maji inayapata kila muda. Ndio maana tunawaambia kufunga ng'ombe si kitu kizuri sana. Nadhani kuna waziri wa mifugo tunajua kuna muda anaweka asisitizo watu ambao wanapenda kuharibu maisha ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, mifugo. Waziri wa mifugo unaweza akakwambia kwamba si vizuri ng'ombe wewe umefuga kitu na hukiwezani unakuja kujaribu. Hapana, si vizuri hiyo. Hata mimi hiyo kitu naipinga. Kwa sababu mimi nimechunga ng'ombe sana, ndio maana wengi wananiamini. Mimi nikiingia Kongo, watu wananiita vizuri sana. Kwa sababu gani? Wanajua mimi natumiaga gharama zote. Maana unajua ng'ombe inaweza kaumwa,
wakati ng'ombe kiumwa, mimi naweza tumia pesa yangu. Yes, ng'ombe naweza tumia pesa yangu kuitibu. Wakati sasa mimi nakwambia bosi, ng'ombe yako nimeitibu kwa pesa yangu. Sasa sijui kwamba unaweza ukanirudishia pesa. Bosi akikataa, wewe achana naye. Akikataa, wewe achana naye. Maana kuna bosi wengine unaweza fanya kitu kwa kazi zake, anakuambia kwamba nani sikukwambia ununue, lakini unakubali tu. Akikataa, wewe kubali. Kwa sababu gani? Mimi kama mimi naweza nikanunua dawa ya ng'ombe niwekee bosi kama hayuko, nimwambie bosi nilikuwa nanunuaga dawa nikawekea ng'ombe, sasa inabidi uje unanipea hela. Yeah. Hapo sasa akikataa unaachana naye. Alafu sasa ndio unamuuliza tena kwamba siku ulinipea ng'ombe ilikuwa imekonda au ilikuwa imenenepa. Akisema kwamba ng'ombe ilikuwa haina mwili mzuri, unamuuliza sasa, kwa nini nilikuwa napenda kununua dawa na itengeneza vizuri ng'ombe yako inanenepa, alafu sasa hivi sasa ndo tunakuja tunakuja kushindanwa hivi? Ni kwa nini? Kama ni bosi mzuri atakuongeza mshahara, au wakati unaenda atakupea pesa. Kama ni bosi mbaya atakudhulumu na kukufunga. Lakini sisi ambao tunachunga ng'ombe, cha kwanza unavumilia tu mateso yoyote. Unavumilia mateso yoyote. Unajua kama hujawahi chunga kwa Wasukuma, hakuna siku ambao utaweka useme kwamba unajua kuchunga. Kuna mtu mwingine unaweza kuta anachunga ng'ombe, lakini wakati anachunga ng'ombe unakuta anainyanyasa, anaipiga viboko. Sasa wakati ng'ombe inaanza kukonda unakuta anadanganya kwamba ng'ombe zilipigana na zingine ikaharibika. Si vizuri unaweza piga ng'ombe tu hivyo. Hapana, ng'ombe utakuwa unainyanyasa sana sana. Inatakiwa sasa ng'ombe wakati unaichunga hata huwezi tembea na viboko. Hapana. Ng'ombe unajua ng'ombe inaelewa venye wewe unaitengeneza, venye unaichunga na venye inafuatilia tu venye wewe uko. Kuna ng'ombe unaweza ukaichunga wakati ng'ombe inagonga, lakini inatulia vizuri. Inatulia vizuri. Ndio maana sasa ikitulia, wewe unazidi sasa kuitengenezea kila kitu. Unaipea maji, unailetea chumvi tu kwa mkono unaweka, ng'ombe inalamba. Kuna muda inakuzoea vizuri tu, hata kugonga inaacha kugonga, inaona ni kitu kawaida. Lakini ng'ombe ukiipiga, ukija unaipiga venye unataka, hiyo ng'ombe inakuwa inagonga. Kwa sababu gani? Inakuwa inaogopa. Inakuwa inaona kila mtu inamuogopa, halafu ikigushiki na kugonga moja kwa moja na inaweza kukuua. Ndio maana unakuta sasa ng'ombe inatakiwa mtu ajaribu. Yaani unajaribu ng'ombe kuiunga mkono. Kama ni nyasi unakata, unaweka tu, unaipea inakunywa. Yaani kila kitu unaipea kwa mkono. Hai ndugu zangu, sasa video yangu imeishia hapa. Tunaomba kwanza kusubscribe na kulike na comment na kushare video hii. Nadhani usiku leo nitaingia live. Wakati nimeingia live natamani watu wengi muingie kwa live yangu. Tuongee 2-3. Watu ambao wa Burundi, wa Kongo, mnaweza mnikaniuliza madawa mengi tu ya kienyeji. Mtaniuliza tu kwa leo tu, wakati niko live nitawasikiliza vizuri tu. Sijui kusoma, lakini nitatumia kwa sababu tutakuwa na mwingine hapo mwenyewe atakuwa ananisomea. Nitakuja anawaambia vizuri. Mtakuja mnanisikia. Asante sana.